بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ما بعد. Kwanza Allah amlipe kheri ndugu yetu Sheikh Abu Khawla kwa mada nzito hii aliyoileta. Mada hii ni nzito na ni kubwa, ni mada ya kiilmu. Amezungumza kuna lugha za kielimu za kusema sio terminology zile istilahati na maneno yale ya kitaaluma, raha yake yabaki vile vile kitaaluma. Lakini sasa nyinyi hamuamini kwamba lugha ya Kiarabu nayo ni lugha ya kitaaluma. Angezungumza Kiingereza mngefurahi. Lakini tunataka kusema suala la muamalat, uqudi hizi, hakuna dini yoyote iliyolizungumza jambo hili kwa ufanisi na ufundi wa hali ya juu kama dini ya Kiislamu na sharia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imelizungumza kwa mapana sana, na wanawazuoni wa Kiislamu hususan wanasheria wa Kiislamu waliobobea katika fani za kisheria wamejimwaga kwa kiasi kikubwa sana katika mambo haya na wakaweka misingi imara na madhubuti. Hii yote ni kuonyesha kwamba Uislamu ni dini inayoendana na watu katika kila wakati na kila zama na hali zao zote, kwa sababu ni dini kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila muamala utakaokuja basi unajibu lake katika Uislamu kwamba huu ni wa halali au huu ni wa haramu. Kilichonifanya mimi nisimame hapa kuzungumza ilikuwa niombe tu kwa mashekhe, kutokana na hali tulionao sasa hivi katika wakati huu, siku moja ifanyike nadwa kubwa, ziandaliwe maudhui zenye utata, kila mmoja apewe bahthi yake, apewe maudhui yake, afanye bahthi kwa uzuri kabisa, kisha tualike watu tuzifanye ardhi zile maudhui, zile qadaya muasira, hasa qadaya malia almuasira, kwa mujibu wanavyoeleza wanawazuoni wetu na wataalamu wa Kiislamu. Mimi siamini katika mambo ambayo mimi ninayafikiria kwenye akili yangu na moyo wangu, siamini kwamba mtu akisoma skuli kamaliza form 6 au form 4 hajawahi kusoma vitabu vya sheria ya dini, alafu huko mbele akaingia university labda ya dini, akaenda akasoma mambo ya biashara, mambo ya buyu, au amesoma kidogo mambo ya dini, alafu kwenye risala yake ya majisteri huko na doktora akaenda akasoma mambo ya miamala ya mali, na hali ya kuwa hajapata misingi ya fiqh kuwa anaweza kujua fiqh. Mimi siamini hivyo, kwa sababu si kila anayesoma kulliyatul hadith anakuwa muhaddith, si kila anayesoma kulliyatul lugha al-arabiyya wal adab anakuwa ni lughawi au adib, si kila anayesoma kulliyat sharia anakuwa ni mwanasheria. Sasa leo katika mujitamaa wetu huu, bunuk hizi, ima bunuk islamia kama zinavyojiita au ambazo zimefungua windows zile za Kiislamu, zimewachukua baadhi ya mashekhe kama washauri, wakijua wazi kabisa kwamba mashekhe hao pengine wamesoma kiasi walichosoma, lakini hawajafanya utafiti wa kutosha katika mambo ya biashara au miamala ya kisasa. Kwa sababu tu mtu kamaliza kulia sharia, wakati kule kuna wataalamu wa mambo ya kiuchumi waliosoma wakabobea katika mambo ya kidunia, tayari washamezeshwa miamala fulani na mashekhe fulani, na wao wana malengo yao na mipango yao ya kuyapitisha baadhi ya mambo yao. Wanakuita shekhe hapo, sasa wasema ndio, huna bahthi yoyote. Sasa ukiuliza sema si tunaye shekhe fulani pia yupo, shekhe fulani pia yupo, kwamba muamala huu ni wa halali kwa sababu ulipozungumzwa shekhe fulani na shekhe fulani alikuwepo. Sioni kwamba hilo ni jambo la sawa sawa. Sisi tulikuwa katika mrengo huu wa kufuata da'wa salafia,
hatuna utaratibu wa kukihalalisha kila kilicho haramu wala wa kukiharamisha kila kilicho halali, kwa sababu hatuna ruhusa hiyo. Kuna baadhi ya watu tukisimama kwenye misimamo ya sawasawa tukaeleza kwamba muamala huu una utata, hauja kuwa wazi kwa sababu 1, 2, 3. Nyinyi bwana masalafi kazi yenu kila kitu haramu. Wapeni waislamu njia. Wajua sasa katika nchi yetu kuna baadhi ya mambo yalikuwa hivi kuonyesha kwamba kuna watu kazi yao kuharamisha tu, lakini sio kweli. Alhamdulillah, wanawazuoni wameandika buhuthi mbalimbali na wataalamu wameandika buhuthi mbalimbali kuhusu hii miamala ya kimali, miamala hii ya kimali inayozuka wakati wa sasa. Kwa mfano kuna al-umla elektronia, yani bitcoin. Takiwa tukae watu waizungumze bitcoin yafaa haifai, sawa. Kuna hiyo al-ijara al-muntahiyatu bitamlik. Leo watu wafanya biashara madaladala, magari haya, anachukua gari tangu asubuhi mpaka jioni, ambaye walete gari na hisabu shilingi 100,000 kwa siku mathalan, kila siku ulete laki, sawa. Je, hii nayo ni ijara au hapa amekodishwa au muamala huu waitwaje? Njia sawa au si ya sawa? Mashaikh watakiwa wakae watazame aina ya muamala alafu watoe njia. Sasa badala ya kumwambia bwana alete 100,000 kwa siku alafu yeye kitakachozidi ndio chake, hakijulikani ni kiasi gani, anaweza akapata au asipate, mwambie nimekukodishia tu gari yangu leo, nimekukodishia gari yangu hii mathalan, kama ni Costa hii daladala nimekupa hii, naikodisha kwa siku shilingi 100,000. Kwa hiyo yeye ataichukua gari ile, hata kwenda kuipaki nyumbani, atalala jioni akuleta 100,000 yake. Hiyo shauri yake, sikakodisha. Au akaingia barabarani mapema saa 4 kashapata 100,000, akupa 100,000 yako, 500,000 atakazozipata ni zake. Lakini tunajua hii ni ijara. Ijara maana yake ni kukodisha. Au mwambie tu moja kwa moja, bwana mimi nimekuajiri unifanyie kazi yangu hii ya kuniendeshea gari yangu kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa 12 za jioni, chochote kitakachopatikana kwenye gari hii ni changu, wewe nitakulipa shilingi 30,000. Inakuwa sasa ishajulikana. Ina maana kwamba sisi kazi zetu tufanye utafiti, alafu ile miamala isiyofaa tuwaambie kwamba muamala huu kwa sura hii haufai, lakini njia sahihi ya kufanya iwe hii. Lakini siku ya bumba masala hivi, sasa wajua hivi, tukawadanganya watu, yakaingia huku na kule, miamala mingine ya haramu, lakini tukatuhalalishie tu. Sasa itakuwaje? Tushazoea tangu zamani ndio hivyo. Hilo halitafaa. Sasa shekhe amezungumza kawaidi pale zinatakiwa zitabikishwe, kila kaida ifanyiwe kazi, iingizwe katika uhalisia, na ndani yake kuna mifano mamia na maelfu ya mifano. Haiwezekani ilikuwa ndani ya dakika hizi kadhaa yeye azungumze mambo na mifano hiyo. Kaida imetaja karibu 10. Kila kaida moja, kaida ukisema kaida ni kanuni, kipengele cha kanuni kilichoshiba, chini yake kuna masaili mengi. Ukisema hivi ndio atauliza hivi, sasa je hii tumeelewana? Kwa hiyo mimi rai yangu, ili tutoe mwangaza katika mambo haya, miamala yetu ya simu, mfano hukumu sarfi al-umla elektronia bil-umlati al-warqiyya, al-waraq, sawa. Mimi nina shilingi 100,000 namba iko kwenye simu, nenda kwa wakala anipe 100,000 noti. Je, ni sharti iwe yada mbiyad au nenda baadaye nitakuletea? Unaona, hii ni miamala ipo na ni mipya imezuka. Tutakiwa tukae, uje muamala mmoja baada ya mwingine. Shekhe, fanya bahthi hii, fanya bahthi hii. Baadhi ya watu wanapitia, tunaangalia hapa iko sawa, iko sawa, na mimi leta yangu bwana, hii iko sawa, mbona kwa nini shekhe umekwenda hivi? Basi siku tupanga, tutawaalika watu, bwana hebu njooni leo tutakatuzungumzie murabaha, leo tutakatuzungumzie bitcoin, leo tutakatuzungumzie kitu kadhaa. Lakini tukisubiri watu wa mabenki wa maskuli wawasemee Waislamu,
itakuwa shida kubwa sana. Tumeelewana jamaa? Tusomeni dini. Pia masala si masala mchezo. Dini ina mambo mengi. Tusomeni dini, tuwasomeshe vijana dini, wasome fiqh ya dini na sharia ya dini. Baraka